Msikiti ni mkubwa kabisa. Mashallah. Rudi Mosque hiyo. Hapo sasa ni sehemu ya nyuma ya msikiti. Tunatoka baada ya kufanya zoezi lile la vilima viwili, ambapo Bibi Hajira alipomtafutia mwanae Ismail maji. Mtoto alibanwa kiu, akaomba kwa Mwenyezi Mungu, chemchemu ikatoka, maji yale yalisambaa. Yeye akaanza kuyafanyia ishara kama vile yakusanyike, zum 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 zum, ndio likapatikana neno la maji ya Zamzam. Kwa hiyo tumemaliza hiyo ibada. Muda huu tunarejea kwenye sehemu zetu za mahoteli. Wengine wanaonekana wanaendelea kufanya zoezi, wameingia sasa. Maana hii ndio ibada ya kukamilisha hija yenyewe. Naona msikiti huo na watu hao barabara nzima hii. Sisi tumemaliza hilo zoezi, sasa tunarejea katika maeneo yetu tulikopanga mahotelini humo, na wako wengine saizi wanaingia kukamilisha hilo zoezi la kumbukumbu ya Bi Hajira kwa mwanaye Ismaili. Haya ndio matendo ya ibada msikiti wetu huu, mashallah, msikiti ambao hauna mwisho. Maana utazunguka na kuzunguka umalizi. Maeneo ya ibada yapo mengi, na maaskari wapo masaa 24 wakielekeza watu namna ya kusimama katika maeneo haya. Tunaendelea kwenda ili tupate njia ya kutokea nje. Hakika ni msikiti wa fahari, mahali patukufu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameacha legacy, ameacha kitu cha kushika, cha kuokoa watu na nafsi zao. Haya ndio maisha ambayo tunatakiwa tuishi, maisha ya kutenda wema na kuacha kitu bora kabisa ambacho watu watakifuata katika maisha yao yote. Jamani, msikiti ni mkubwa. Huku ni sehemu ya nyuma, natokea kikorido cha nyuma, inaonekana kama hivyo. Msikiti huu ni mkubwa, na hiki kikorido kimejaa watu. Ndio hao tunateremka kwenda sasa kwenye maeneo yetu tukapumzika, tusubiri zoezi lingine kesho kabla ya kuondoka kwenda Madina. Ziara nzuri kwa hakika. Sasa tukakute mchele wetu wa basmati, tukale na mabofulo yetu ya mikate chungu nzima, na majuisi kibao, na manyama ya kukaanga. Basi raha tu kwa kweli. Bado tuna siku kadhaa mbele, hatujamaliza raha. Na wengine wanatoka kwa ndani. Kwa hivi wameshamaliza mazoezi hayo na ibada mbalimbali, na hapo wengine wanaingia kukamilisha katika usiku huu. Basi kila mmoja anafanya kile kinachopaswa kufanya kwa ndani. Na huku watu wanazidi kutoka, wale waliomaliza ibada zao mbalimbali tofauti. Na kule juu, wakati sisi tunafanya hayo matembezi tukiashiria tendo la Bi Hajira, kuna wengine ambao hawajiwezi au wenye matatizo ya kutembea. Kuna viti maalum vinakodiwa, wanachukuliwa, na wengine
kuna vigari maalum na njia zimetengenezwa, basi wanaendeshwa humo kufanya ishara hiyo hiyo hija. Haya majengo ni marefu mazuri ya aina yake. Yote huo ni msikiti tu, wote majengo haya ni msikiti. Kuna maeneo ya biashara ya maduka na kadhalika. Sasa hivi tumekuja katika eneo jingine tena, ni uwanja wa wazi. Uwanja huu wa wazi, mashine za kumwaga maji ambazo saizi zimesimama, hazimwagi maji, nadhani kwa sababu muda umekwenda. Kwa hiyo saizi maaskari wanaendelea kufanya usafi. Kwa hiyo wanakuwa wanaweka uzio ili watu kuzuia watu wasikanyage maeneo ambayo wanafanyia usafi. Na zile mashine pia zimesimamishwa, ndio hii hapa, hazitoi tena maji. Asante. Hapa tumeshafika kwenye junction, mahali ambapo watu wengi wanakutana, wengine wanaingia, wengine wanatoka. Idadi kubwa sana ya watu, ndio hata wengine wameondoka kwa sababu kuna wengine waliwahi kuja mapema. Kwa hiyo kuna wengine wameondoka, lakini hata hivi bado idadi ya watu kubwa sana, kwa sababu wote kutoka katika miji ya Mina wanakuja huko katika swala zima la kumalizia ibada hii. Hii ni eneo la wazi, na yote hii ni msikiti, yote inaonekana hii jengo la msikiti. Naendelea kuwa mwandishi wa habari. Nawaambia yote hiyo ni misikiti, yote jamani. Hapa ni uwanja wa wazi ambapo sasa tumetoka kufanya ibada, tunakutana hapo. Huu wingi wa watu, wengine wanaingia kukesha na sisi wengine tunatoka. Basi ni kila mmoja na mahitaji yake. Lakini hapo na usafi unaendelea, na wale wanaoguruka kwenye viti vya mwendo wanakwenda. Basi kila mmoja ni kile ambacho anakitaka. Yote hiyo ni misikiti imeungana. Maji. Mimi nimekuja na chupa kwa sababu